Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imefanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani karibu na ikulu ya rais huko nchini Syria. Israel imetoa maelezo hayo ikisema siku ya leo Ijumaa kuwa ndege zake zilifanya mashambulizi ya anga karibu na makao makuu ya rais nchini Syria kujibu ghasia dhidi ya watu wachache wa kabila wa Druze. Muda mfupi uliopita ndege za kivita zilishambulia eneo la karibu na kasri la Ahmed Hussein al-Sharaa huko Damascus, jeshi la ulinzi la Israel lilisema katika taarifa fupi. Al-Sharaa ambaye anajulikana kama Abu Muhammad al-Julan aliongoza muungano wa vikosi vya Kiislamu vilivyompindua Rais Bashar al-Assad mnamo Desemba mwaka 2024. Utekaji wa haraka wa mji mkuu na miji mingine ya magharibi mwa Syria uliambatana na mauaji ya watu wa Druze, Wakristo na wafuasi wa Assad. Kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera, mapigano yalizuka siku ya Jumatatu katika miji ya Jaramana na Sahanaya kusini mwa Damascus baada ya kanda ya sauti kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii ambapo mtu mmoja alimkosoa Mtume Muhammad. Rekodi hiyo ilihusishwa na msomi wa Druze ambaye amekana kuhusika. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel walitoa taarifa ya pamoja siku ya Ijumaa ya leo wakielezea mashambulizi ya IDF kama ujumbe wa wazi kwa utawala wa Syria. Waliongeza, hatutaruhusu vikosi kutumwa kusini mwa Damascus au tishio lolote kwa jamii ya watu wa Druze, ilieleza taarifa ambayo ilitolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu sambamba na ile iliyotolewa na waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz. Shirika la habari la serikali Sanaa liliripoti siku ya Alhamisi kwamba amri imerejeshwa huko Sahanaya kufuatia kutumwa kwa vikosi vya usalama. Wizara ya mambo ya nje ya Syria ililani kile ilichokita majaribio ya kuifanya hali kuwa ngumu na kuwapa kuwalinda watu wa Druze. Druze ni kundi la watu wachache wa kidini linalofuata chipukizi la Uislamu na linajumuisha takribani 3% ya wakazi wa Syria. Baadhi ya Druze kusini mwa Syria wameripotiwa kuomba ulinzi wa Israel na kuita uovu mdogo. IDF ilivamia kusini magharibi mwa Syria muda mfupi baada ya kuanguka kwa Assad mnamo Desemba, ikichukua miji kadhaa nje ya milima ya Golan pamoja na Kyun. Hata hivyo, imesema itakalia maeneo hayo kwa muda mrefu zaidi na haijulikani ni lini wataondoka katika maeneo hayo ya milima ya Golan, na wakati huu yamekuwa ni kama maeneo ambayo yapo mikononi mwa watu wa ukanda wa Gaza. Hata hivyo, kiongozi wa jamii ya Druze amelaani mashambulizi yaliyoendelea kufanyika. Kiongozi huyo wa kiroho wa watu wachache nchini Syria, Sheikh Hitmat al-Hijr, amelaani kile alichokiita kampeni ya mauaji halaiki dhidi ya jamii yake baada ya mapigano yaliyosababishwa vifo vya watu 101. Hijr katika taarifa yake ya Alhamisi alilaani ghasia za hivi karibuni huko Jaramana na Sahanaya karibu na mji wa Damascus ambazo amezielezea kuwa ni kampeni ya mauaji halaiki dhidi ya kundi dogo la watu wa Druze. Israel imeimarisha uungaji mkono kwa watu hao na nchini Syria, huku waziri wa mambo ya nje Gideon Sar Alhamisi akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza jukumu lake katika kuwalinda watu wa jamii hiyo waliokuwa wachache nchini humo, hasa Druze, dhidi ya utawala na magenge yenye ugaidi. Waziri wa ulinzi Israel Katz alionya juu ya mashambulizi hayo akisema nchi yake itajibu kwa nguvu kubwa ikiwa mamlaka nchini Syria itashindwa kuwalinda jamii ya watu hao waliokuwa wachache wa Druze. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News. Tutaendelea kukufahamisha mambo mengi yanayojiri ulimwenguni. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.